Mastori Mo. Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, Ropai Update. Hii ni Ropai Update. Yes. Niko na Jasiri na ana jina lake jipya maana. Hilo tutaliongea baadaye. Ubuyu umesagaa. Yaani ubuyu kila kona maana. Mwanangu, kwanza kuna issue ya Doto Magari. Doto Magari kawa trending. Na kuna issue ya dada mmoja anaitwa Kiboko ya Vigagura, unamjua? Zuchu. Sasa kaka, tunaanzia wapi? Hapa nadhani tuanze na Doto Magari kwanza. Issue ya Doto Magari, kuna yani maki imethibitishwa. Maki mwanamke hawezi kusema uongo. Mwanamke hawezi kusema uongo. Mwanamke amesema sasa mimi nimetembea na Doto Magari, na Doto Magari ni mwasilika na vile vile hadi clinic. Sema clinic alikuwa nayo wanaenda naye wote, saizi amehama. I say, hebu sasa Jasiri ungekwaje hapo? Hiyo kaka, kwanza Doto alituambia anaenda kupima. Lakini sasa na akaita waandishi wa habari. Tunavyomjua Doto, kama kweli angeenda kupima, maana yake tungeweza kuona kwamba hadi alivyotobolewa yule jamaa, si muda wote anakuwa na labda bwana Ropai, kwa sababu hatujui saizi nini kinaendelea. Nafikiri tumcall. Sawa, lakini pia Mwijaku amesemaje kwamba tunatakiwa kuona na sio daktari wake. Tunataka ngoja tumcheki. Wewe mcheki. Ngoja tupige zoea. Maana Mwijaku kaliamsha sana. Mwijaku amesema kwamba hata kama ameenda kupima, natakiwa apime na daktari mwingine, sio yule daktari wake. Tutajua je, ni halali? Atapokea kweli? Maana yake brother naye inaita simu inaita. Safi. Kaka. Waalaikum salam shehe, sitaki gari shehe. Unaongea na Ropai kutokea hapa Ropai Updating. Nikiwa na Jasiri, tupo kwenye kipindi. Tafadhali bwana, naomba tupo ushirikiano sababu hii skendo imekuwa kubwa sana. Nadhani hata mwenyewe inakuumiza kichwa. Sasa bwana, kuna hii issue bwana ambayo yule dada ametoa ushuhuda kwamba ametembea na wewe na ameshakupa viambukizi vya ukimwi, lakini vile vile na kwenye kliniki mlikuwa anajua kwenye kliniki mlikuwa mnaenda wote, lakini sasa umehama ile kliniki che. Unaweza kuzungumziaje hii? Wangu swala la afya ni siri ya mtu shehe. Lakini ulituambia lakini wewe una uhakika na hilo, athibitishe shehe wangu. Sawa, yes amezungumza, lakini wewe ukasema kwamba unakumbuka ulisema kwamba unaenda kupima. Na ukaongea na sisi, ukaingia na waandishi wa habari kwamba unaenda kupima live. Sasa hatukuona ukipima, lakini unakuja kusema kwamba umeshapima na uko vizuri. Sasa tukuamini vipi mkuu? Ushahidi. Hata nikupatie namba ya daktari wangu. Sasa daktari anatuhusu nini Doto? Daktari anatuhusu nini kaka? Shehe wangu, swala la afya yangu ni swala la kwenda kwamba kipimo kimereact vipi au reaction ni ipi na maambukizi au sina. Sura hapo sikiliza ninachokuelekeza mimi shehe. Sasa kaka, we mwenyewe umetuambia waandishi wa habari kwamba unaenda kupima na utakuwa live. Hatujaiona hiyo live. Zaidi tunaona ukiposti kuku na kuna. Doto. Haya ndio maisha shehe, lakini swala la afya yangu ni siri yangu, shehe wangu. Unapaswa kwa mimi nilichokuelekeza mimi, sina ukimwi, niko salama, ambaye anathibitisha hilo. Basi atoke hadharani na zungumze kwamba hali iko hivyo ili nisimame naye mahakamani, maana ananidhalilisha shehe. Kwa tuseme Mwijaku alikuwa sahihi pamoja na yule dada. Kusema kwamba katika mazungumzo na mimi shehe wangu, swala la Mwijaku sio la kuchanganya mimi na Mwijaku shehe wangu. Mimi ni mtu mwenye akili timamu, usinifanishe na matahila. Kaka, Mwijaku ni msomi, hatutegemei kama ataongea vitu blanda. Kwa hiyo inaonekana wewe usomi wa makaratasi sio bongo shehe wangu, lakini mtu anazaliwa nazo. Bwana Doto, unanisikia? Wani baba Levo na Mwijaku, nani ana elimu nani hana, lakini nani ana nafasi nzuri, nani anafahamika serikalini? Hebu usinichanganye, usinifananishe mimi na watu wenye elimu za makaratasi. Usikasirike brother, tulitaka tu tupo ushirikiano. Umekata? Halo? Kakata. Mastori Mo.